Nafikiri mmenielewa vizuri na umenyosha mkono. Haya, njoo. Siku ile ukuwepo nilipokuja Sikuwepo kiongozi, lakini nafuatiliaga hata mambo yako. Biashara iko nzuri sana. Lakini tukiendelea katika pointi za hoja za uhakika. Hili eneo linajengwa, lina viongozi. Umeona? Wewe ni kiongozi mkubwa. Waje watu wanajenga, kwa sababu kujenga ujenzi ni kibali kinatoka. Sio maana yake. Umeona hao wamepiga makofi. Wanamaanisha na najua wanakotaka kwenda kwamba kibali kinatoka na umeme unakwenda na maji yanakwenda. Lazima kuwajibisha watu, wajibishe kwa haki. Na kuwajibisha kwa haki na kufuata itifaki. Ndio maana yake. Kweli kama Sakosi kiwanja ni cha kwao, ni hali yao kupata, haki yao kupata. Lakini waliojenga waliruhusiwa, walipewa vibali pia. Ndio. Sasa hatuna hakika kama walipewa vibali. Lazima ndio taratibu zetu tunazijua. Sawa. Yani sio lazima. Labda ngoja mimi nifanye clarification. Unapojenga mahali sio lazima upewe kibali. Sawa. Na ndio maana watu wanaweza kufika wakukusimamishia ujenzi wako. Kama wakifika. Serikali inakaa wapi? Yaani mtaa, serikali ya mtaa. Serikali ndio hii hapa sasa. Ndio imeshakuja hivyo. Imekukuta wewe mkaidi umeshajenga jengo lako. Sasa inataka kukufunza sasa kwamba huo unakwenda, inawezekana imekuacha ili uje upate hasara kubwa. Yaani serikali inakuongoza inakuacha upate hasara kubwa. Inaweza. Inania kutia kwa mfano. Kwa mfano yake ni nini sasa? Kwa mfano. Si unafahamu kwamba hapa walishataka kujenga Sawa. Wakazuiwa na migogoro. Sawa. Wakafukuzwa. Sawa. Wakatulia bila kuleta wao migogoro. Hapa mwache tu mike. Wakafukuzwa. Walipofukuzwa ndio maana wakaanza kushtaki. Lakini pia mgogoro huu upo muda mrefu. Na unapokuwa ni muda mrefu, wapo wengine ambao wanaendelea kujenga wakati wakijua kuna mgogoro. Sasa sheria haisemi uende ukampige anayefanya jambo hilo. Mnakwenda mahakamani, mnapata tafsiri. Na katika nyumba hizi wapo watu wa aina kubwa mbili. Wapo watu ambao wanauziwa na matapeli bila kujiridhisha. Kama wangeamua kujiridhisha pale ardhi, kila kitu kitakuwa kiko clear. Naweza kusema kwamba nimeelewa kitu chokiongea. Lakini inabidi pia unielewe. Sawa. Sawa? Sawa. Tuelewane. Hata kama waliuziwa kitapeli, bado kuna serikali ya mtaa, ndio maana kuna ngazi za utawala. Maana yake sasa hizi ngazi za chini zinafanya nini mpaka mambo yanaenda eleweki? Haya. Umeelewa? Ngoja kwanza hapo. Mwenyekiti njoo. Mwenyekiti simama. Sasa kama serikali ipo ngazi ya chini, kwa nini mnaruhusu watu mpaka wanaendelea kufanya namna hii wakati nyinyi pia serikali mpo huku chini? Ina maana ninyi mnakuwa hamjui hiki ambacho leo kinafanyika? Ndio mjibu sasa. Nashukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kwanza mimi ni mwenyekiti ya Bondo kwanza na mwaka mmoja. Lakini hizo nyumba zote wanazoziona hizo mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi tangia niko na hasara kwanza. Hizi nyumba zinazozunguka huko zipo. Sasa sijajua hao waliopita, lakini sisi kwa sasa hivi anayejenga afuate kibali halmashauri. Kwa nyinyi sasa hizi anayejenga afuate kibali na hao wananchi wenyewe ndio wanagabisha. Ukiwaambia afuate kibali ndio wabishi. Wanasema sheria hiyo hawaijui. Sasa sijajua. Simama hapa kwa mwenyekiti. Mjumbe mwenzetu tunataka mpaka atakaporidhika. Kulizika lazima nizike. Sababu sijalizika bado. Umeelewa? Ni kweli kwamba hujui hayo mambo mengine umeyakuta, mengine unayaona. Umeelewa? Sawa. Labda umepewa nafasi upya, labda una mwaka mmoja au miaka miwili. Lakini tutakuwa wazi kwamba ni kosa bado litabaki katika utawala. Umeelewa? Yaani hiyo iko very open I think. Iko wazi kabisa. Haya mambo yote, utaratibu wa utendaji, utaratibu wa uendeshaji, tunaujua, tumekabidhi serikali, tunaiamini serikali. Sasa serikali kama haijiamini, leo unatuambia kosa letu sisi, wakati tumekupa utawala hapa na jimbo lako, tumekwambia wewe mwenyekiti wa mtaa, eneo lako la mtaa ni hili hapa. Alafu ulicho kufanya ndani ya mtaa. Hapana. Hii kesi kwanza imeelezeka vizuri. Sakosi wanastahili mali yao na wananchi wanastahili haki yao,
hapa katikati kuna serikali. Nachongea, lakini hao ndio kushughulikiwa, msio nani watu sana, kwa sababu haya maeneo hakuna mtu aliamua kwa bwana mimi. Kwa nini hapa mmoja mtu alijenga uwanjani hapa? Kwa mtu anaweza kwenye kile kitimamo kajenga hapa katikati. Wao wana discuss pia, wanaelewa tuuze wapi, leo tupate kiasi gani, tuishi vipi. Hao wenye vitu, si ndio? Sana sijui lakini unanielewa chongea tunajua. Sijui sitaki kuongea kama mtu mpande wa mtu yote. Sina mambo hayo. Jamani, mwenzetu ana hoja, unajua ana hoja, na ndio maana mimi, kama mmenisikiliza vizuri kwenye baadhi ya mikutano yangu, iti wa serikali za mitaa pamoja na wajumbe, baadhi yao wamekuwa ni mwiba mchungu, kwa kuwa wanaungana sana na matapeli wa ardhi kwenye maeneo yao. Anachokiongea mjumbe mwenzetu sio kwamba akina logic, very logical, kwamba anachotaka kusema kwamba ina maana huu ujenzi ulikuwa unajengwa, mwenyekiti hayupo, katibu hayupo, nani hayupo. Sasa swali linakuja kwangu mimi kama mkuu wa mkoa, why if mwenyekiti yule aliconspire, mwenyekiti yule alishirikiana na tapeli mwingine kutapeli kiwanja cha SACCOS? Maana yake ni kwamba udhaifu wa tapeli, udhaifu wa viongozi wa ngazi za mitaa huku chini ndio ambao leo unakwenda pia kumgharimu aliyenunua, kwa sababu sina hakika. Yaani leo mimi sijaingia kwenye issue ya huyu aliuziwa na nani. Huko sijaingia. Sijataka kuingia kwamba huyu aliuziwa na nani. Anaweza kuwa aliingia kujenga, wala hajauziwa na mtu mwingine yote. Lakini wanasheria wanasemaga kutokujua sheria. Si kutokujua sheria. Kutokujua sheria sio utetezi. Sasa leo mwenye mali amepatikana. Na kama amepatikana mwenye mali, sheria hairudi huku nyuma kwamba sasa mlikuwa wapi? Umeelewa mpaka hapo? Mlikuwa wapi mpaka mimi najenga? Na sisi tunakuambia wewe ulikuwa wapi?